Wakati hayo yakijiri, Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula amewasihi madereva kufuata sheria za trafiki na kuweka usalama mbele, akibaini kuwa kaunti ya Bungoma imepoteza watu 16 katika ajali mbili tofauti za barabarani katika kipindi cha wiki mbili zilizopita pekee. Akizungumza alipojiunga na waumini wa kanisa Katoliki la Holy Trinity Webuye, kaunti ya Bungoma katika maadhimisho ya Krismasi, amesema familia nyingi zilishindwa kuungana na wapendwa wao wakati wa Krismasi kutokana na maafa barabarani, na kuwataka madereva kuzingatia sheria za barabarani kikamilifu ili kusikuwepo ajali zaidi za barabarani. Tunaomba wale mko kwa barabara muwe waangalifu, tusiwe na ajali na kupoteza watu. Juzi tumepoteza familia moja, watu 12 kutoka hapa Chevaiwa. Gari ilianguka kule Naivasha, familia yote ikaangamia. Ilikuwa wanatoka kule Nairobi. Investor ananiambia ile imekuwa hapa Mhonje juzi, pia watu 4 kutoka hapa Ndivisi wameangamia. Na ndiyo kwa sababu serikali ya Rais Ruto imeamua lazima tupanue hii barabara yetu kutoka Nairobi kwenda Mombasa, kutoka Nairobi kuja paka Malaba. Tayari imeanza Rironi to Mau Summit in 3 points. By June next year itakuwa imemalizika. Tunataka pia hii kutoka Mau Summit kwenda Malaba. Tumesikizana na Rais waanzie Mau Summit, tuanzie Malaba na tuanzie pia katikati, so that we finish it as quickly as is practically possible. Leni 3 upande huu, leni 3 upande huu, magari haikutani, hatuwezi kuwa na maajali. Watu wetu watembee vizuri. Na ikipita hapa Webuye pia itachangia mji wetu huu kuwa mkubwa zaidi kuliko vile ilivyo.